ingeweza kutokea jambo lolote ambalo lingeweza kuvuruga kabisa, tusiweze kufikia na kuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha tukio hili linaendelea. Hata mgeni rasmi angeweza kupata udhuru wowote hata baada ya saa moja, akasema mwenzenu haitawezekana. Lakini kwa sababu Mungu yupo anayewezesha haya yote, ndio maana mgeni rasmi amesafiri kutoka alikokuwa na hajakutana na vipingamizi vya kumzuia asifike. Ndio maana wazazi wamepata nafasi ya kufika, lakini pia hata viongozi wa shule hii wamepata nafasi ya kuandaa na hata kutupokea sisi wageni, na hata watoto wetu wamepata nafasi ya kufika shuleni kwao, hasa kushuhudia wenzao ambao wanamaliza muda wao awamu hii ya kwanza ili waendelee na awamu inayoendelea. Ndugu zangu, sisi wote tukiri kuwa tunafanikisha mambo yetu kwa sababu Mungu yupo. Vinginevyo hatuwezi tukafika mbali. Tungeweza kushindwa tu, kwa sababu maisha yetu, uhai wetu, vyote viko mikononi mwa Mungu. Amen. Naomba nifungue mahafali hii ya kwanza katika shule yetu ya Asante Sana Tanzania. Naomba wazazi na watoto wote tusimame kwa ajili ya ufunguzi. Naomba nifungue mahafali ya kwanza katika shule yetu ya Asante Sana Tanzania. Nafungua katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ni mkuu wa jimbo la Kaskazini Mashariki Mchungaji Galadia Nkemwa akifungua mahafali ya kwanza katika shule ya awali na msingi Asante Sana Tanzania iliyopo kata ya Ilula na ni ndani ya wilaya ya Kilolo kwa maana ya mkoa wa Iringa. Mahafali haya yanatanguliwa na maonesho, ambapo hapa mgeni rasmi anajionea mambo mbalimbali yanayofanywa ikiwemo miradi ambayo inaendelezwa na shule hii. Mara baada ya hapo, wanafunzi wanaojiandaa kujiunga na darasa la kwanza katika shule hii wanaongoza msafara wa kumpokea mgeni rasmi pamoja na meneja wa shule hii, lakini shughuli hii sasa inakabidhiwa kwa vijana wakakamavu. Ukiwatazama huwezi kuamini kile wanachokionyesha. Mbali na hayo, meneja wa Asante Sana Bi Violet Simwinga anazungumzia mafanikio ya kitaaluma. Za kawaida mwaka jana mwezi wa 9 tumewachukua toka mwaka jana mwezi wa 9. Unaweza ukajifunza kitu kwamba ni kweli lisilowezekana linawezekana. Wametoka kule wamejifunza kwa Kiswahili, lakini hapa umeona jinsi wanavyoongea kiasi kwamba hata mimi wanaweza wakanishinda. Kwa hiyo ninaomba wazazi msikate tamaa. Linalowezekana linawezekana. Asante sana. Kama hawa imewezekana, na kwa mtoto wako pia litawezekana. Tuleteeni watoto. Walimu wetu mlivyowaona hapo walikuwa wamesimama, nadhani mmewaona, ni mahiri sana, na ndio maana wameweza hata kuwabadilisha hawa watoto. Karibuni sana Asante Sana Tanzania, mtuletee watoto ili kwa kile kisichowezekana sisi tuone kama kinawezekana. Asante. Kauli hiyo inamsukuma mgeni rasmi kutamka jambo kwa niaba ya benki ya CRDB. Tunaamini kuwa maendeleo ya elimu ni msingi wa maendeleo ya sekta zote za uchumi. Tunatambua kwamba bila elimu hata huduma za kifedha hazitakuwa na manufaa makubwa kwa jamii. Hivyo tunajivunia kuwa sehemu ya safari hii na tunawaalika wadau wengine kuungana nasi katika juhudi hizi za kuinua elimu. Kwa niaba ya benki ya CRDB, naomba niwahakikishie kuwa tutaendelea kushirikiana nanyi katika kutatua changamoto hizi hatua kwa hatua na kwa kadri hali itakavyoturuhusu.
Tutaendelea kuwa wadau wenu wa karibu na tutashirikiana na uongozi wa shule katika kupanga vipaumbele na kuona ni changamoto gani tunaanza nazo. Tunaamini kwa nguvu ya umoja na ushirikiano hakuna lisilowezekana. Ninatoa rai kwa jamii nzima, wazazi, viongozi wa serikali za mitaa na wadau wengine kuendelea kujitolea na kushirikiana ili kuhakikisha shule yetu inapata miundombinu bora na vifaa vya kisasa. Hii itasaidia wanafunzi wetu kujifunza katika mazingira bora na yenye tija, na hivyo kuongeza ufaulu na ubora wa elimu inayotolewa. Lakini je, wazazi na walezi wanapokeaje rai hiyo? Asante. Tuko kwenye mahafali ya kwanza ya shule ya Asante Sana Tanzania. Ninaungana na mgeni rasmi kuwasihi wazazi, walezi tuweze kuzingatia watoto wetu waweze kupata elimu bora zaidi kwa ajili ya maisha yao, kwa sababu dunia tulionayo sasa hivi inahitaji mtoto mwenye elimu ili aweze kupambana na maisha tulionayo. Mtoto asiyekuwa na elimu hawezi kupambana wala kupambanua nyakati na mambo yaliyoko kwenye dunia. Kwa hiyo tuwasimamie watoto kama walimu, wazazi na walezi, ili watoto wetu wapate elimu bora, na zaidi wataipata elimu bora kwenye shule yetu ya Asante Sana Tanzania. Asante. Asante Sana Tanzania, umeionaje kama shule leo kwa nafasi yako? Ni shule nzuri yenye malengo bora kwa ajili ya watoto. Anaweza akaja mtoto ambaye alikuwa na uwezo wa chini, tunaona wanampandisha, ambaye alikuwa katika shule za mtaala wa Kiswahili, lakini anakuja anamudu na anafanya mitihani vyema kwenye shule ya Asante Sana Tanzania. Kwa hiyo ina walimu bora ambao wanawawezesha watoto wetu wenye hali zote kuperform vizuri. Tunashukuru sana na tuendelee kujitoa. Mwisho ni washukuru sana wazazi na tuendelee kuhamasika ili tuweze kuwaleta watoto wetu waweze kupata elimu bora pale ambapo lisipowezekana, lakini kwa hapa Tanzania linawezekana. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa Flora Ngailo, ni mzazi wa Gladness Mgeni ambaye amehitimu siku ya leo darasa la 7. Kwa kweli nina furaha sana kutimiza miaka 7 hapa shuleni. Amepitia changamoto nyingi, lakini namshukuru Mungu mpaka kufikia leo hii ameweza kumaliza salama. Sawa, kuhusiana na elimu, umuhimu wa wazazi kuhakikisha watoto wao wanapata elimu, wewe unalizungumziaje hilo ambalo mgeni rasmi amezungumza? Yaani juu ya wazazi kuwapa watoto wao elimu, kwa kweli niwaambie kitu kimoja wazazi, kwamba wasibweteke. Sawa, ajira hakuna, lakini rais wetu anasema watoto wapewe elimu ya kujitegemea. Kwa maana hiyo watakiwa wawapeleke watoto sehemu mbalimbali katika vyuo, shule mbalimbali, ili waweze kujiendeleza zaidi na zaidi, ili huko mbele waweze kuishi maisha mazuri. Sawa, wewe umeiona shule ya Asante Sana Tanzania, maneno machache kuhusiana na shule hii? Kwa ufupi, shule hii ni nzuri sana sana. Mwanzoni wanapoanza watoto, yani wanapoanzisha hii shule, walikuwa watoto wachache, wazazi tulikata matumaini kabisa. Yani tulikuwa hatuna matumaini kwamba hivi itafika kweli au itaishia njiani. Lakini siku zilivyozidi kuendelea, kwa kweli tulikuwa tunaona yani walimu wanavyojituma na uongozi mzima kwa ujumla. Yani wanajituma, wanafuatilia watoto, wanafundisha vizuri hivyo. Mimi ni Mesha Kilongo.